Mashambulizi ya anga ya Israel yameua takribani watu 20 kusini mwa Lebanon, akiwemo mhudumu wa uokoaji wa kiraia, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Lebanon, licha ya usitishaji vita uliopo kati ya Israel na Hezbollah. Taarifa ya Wizara ya Afya ya Lebanon ilisema shambulio la anga la Israel liliua watu 4, wakiwemo wanawake 2 na kujeruhi wengine 8 katika mji wa Toura katika wilaya ya Tire siku ya Ijumaa. Shirika la habari la taifa la Lebanon NNA lilisema operesheni za uokoaji bado zinaendelea kumtafuta msichana aliyepotea chini ya vifusi. Pia iliripotiwa kuwa timu za shirika la Msalaba Mwekundu la Lebanon zilipata miili ya vijana 2 waliopotea kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel siku ya Alhamis katika mji wa Blat katika wilaya ya Marjayun. Kulingana na NNA, mashambulizi pia yalipiga wilaya ya Nabati, Bint Jbeil na Sidon, miongoni mwa maeneo mengine siku ya Ijumaa, ambapo watu kadhaa waliripotiwa kuuawa katika miji na vijiji mbalimbali. Droni ya jeshi la Israel pia ililenga gari kwenye barabara inayounganisha Fachuba na Kfahamam katika wilaya ya Hasbaya na kumuua mwanachama wa ulinzi wa kiraia, idara kuu ya ulinzi wa kiraia ilisema. Wizara ya Afya ya Lebanon ilisema watu 50 wameuawa katika saa 24 zilizopita kutokana na mashambulizi ya Israel. Avichai Adrai, msemaji wa jeshi la Israel kwa lugha ya Kiarabu, alisema wakazi wa miji na vijiji vya Namairie, Tair Felsai, Halusiye, Apa Halusiye, Toura na Marake waliombwa kuondoka, huku jeshi likitoa amri mpya za kuwahamisha watu kwa nguvu kusini mwa Lebanon. Mapigano kati ya Hezbollah na jeshi la Israel yanaendelea licha ya usitishaji vita uliopo tangu Aprili 17, huku Israel ikiendelea kudhibiti maeneo ya mpakani. Jeshi la Israel lilisema droni iliyorushwa na Hezbollah kaskazini mwa Israel iliwajeruhi wanajeshi 2, mmoja vibaya, huku shambulio lingine la droni likimjeruhi mwanajeshi mmoja katika eneo la kusini mwa Lebanon linalokaliwa na vikosi vya Israel. Kundi la wapiganaji la Lebanon lilisema lilifanya mfululizo wa mashambulizi katika saa 24 zilizopita dhidi ya vikosi vya Israel kusini mwa Lebanon. Hezbollah inasema mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa ukiukaji wa Israel kwa kile kinachoitwa usitishaji vita. Hezbollah ilirusha makombora kwenye kambi ya kijeshi kaskazini mwa Israel na kulenga gari la kijeshi katika mji wa Deir Syrian pamoja na wanajeshi wa Israel kwenye barabara ya kuelekea Adshit al-Qusair. Mwandishi wa habari wa Al Jazeera Obaida Hito akiripoti kutoka Tire alisema shughuli za kijeshi zilionekana kuongezeka katika saa 12 zilizopita. Alisema wameona mashambulizi ya anga na mizinga kutwa nzima kando ya pwani, akibainisha kuwa hilo ni ongezeko kubwa ikilinganishwa na siku 2 zilizopita. Wizara ya Afya ya Lebanon ilisema watu 2759 wameuawa na 8512 kujeruhiwa tangu uhasama ulipoanza Machi 2 mwaka huu. Hatua ya pili ya mazungumzo kati ya Israel na Lebanon inatarajiwa kufanyika Washington mnamo Mei 14 na 15. Awamu ya kwanza katikati ya Aprili ilipelekea usitishaji vita uliosimamiwa na Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema katika taarifa kuwa itapatanisha mazungumzo hayo na kwamba yatajenga mfumo wa amani ya kudumu na mipango ya usalama, kurejesha kikamilifu mamlaka ya Lebanon katika eneo lake lote, uwekaji wa mipaka na kutengeneza njia madhubuti za misaada ya kibinadamu na ujenzi mpya nchini Lebanon. Iliongeza kuwa majadiliano hayo yanawakilisha hatua nyingine muhimu kuelekea kumaliza miongo kadhaa ya mzozo na kuanzisha amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Rais wa Lebanon Joseph Aoun alikutana na mwanadiplomasia mkongwe Simon Karam siku ya Ijumaa, ambaye ataongoza ujumbe utakaosafiri kwenda Washington kwa mazungumzo. Katika taarifa, Aoun alisema walijadili maandalizi ya mkutano uliopangwa kufanyika Alhamisi ijayo huko Washington kati ya wajumbe wa Lebanon, Marekani na Israel. Akizungumza na Al Jazeera Arabic, waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam alisema Beirut inataka kuimarisha usitishaji vita kabla ya duru ijayo ya mazungumzo na Israel. Alisema wataibua suala la kusitisha mashambulizi, kuwaachilia wafungwa na kuweka ratiba ya kujiondoa katika mazungumzo hayo ili kuruhusu kurejea kwa watu waliokimbia makazi yao na ujenzi mpya. Akiongeza kuwa serikali inaona mazungumzo kama fursa ya kumaliza hali ya mzozo kati ya Lebanon na Israel. Salam alisema serikali inatafuta dhamana za Marekani zitakazochangia kurejesha mamlaka ya Lebanon na uadilifu wa eneo lake.
akiongeza kuwa serikali itakuwa upande pekee wa mazungumzo kwa niaba yake. Salam pia aliongeza kuwa serikali bado imejitolea kuzuia silaha kwa serikali pekee, maoni yanayoonyesha nguvu ya kijeshi ya Hezbollah. Idadi ya watu na wanasiasa wa Lebanon wamegawanyika sana kuhusu suala la mazungumzo na Israel. Hezbollah na wafuasi wake wanapinga mazungumzo ya moja kwa moja, wakipendelea mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, wakati serikali ya Lebanon iko chini ya shinikizo la Marekani na Israel kushiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja. Shinikizo kwa serikali ya Lebanon kupokonya silaha Hezbollah kwa nguvu linachochea mivutano ya ndani katika nchi hiyo ambayo ilimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa miaka 15 mnamo mwaka 1990. Linajaribu kurejesha ushawishi lililopoteza mnamo Novemba 2024 baada ya Israel kusababisha uharibifu mkubwa na kumuua kiongozi wake Hassan Nasrallah. Nikiripotia Rubaa za Kimataifa, mimi ni Abdul Nasir Mwita.